Karibu. Siku moja tu baada ya mkutano wa upinzani eneo la Kisii kukumbwa na ghasia baada ya makundi mawili kukabiliana, viongozi wanaendelea na mikutano ya kisiasa katika eneo hilo. Awali hii leo walizungumza na wanahabari kuhusu mipango yao. Crispin Otieno yuko Kisii na hivi sasa anaungana nasi moja kwa moja kwa maelezo zaidi na ratiba kuhusiana na matukio ya siku ya leo, na pia pengine utueleze hapo jana tulipoweza kuona rabsha za hapa na pale. Je, maafisa wa polisi wameweza kuchukua hatua mpaka kufikia sasa, ama hali itakuwa namna gani ndio wananchi nao wasitatizike, wale ambao hawahusiki katika mikutano hii na wanafanya shughuli zao za kila siku? Nimrod, tayari tumeanza shughuli ya leo kuhusiana na ujio wa muungano wa upinzani katika kaunti. Ni mahali tu ambapo viongozi hao wanatarajiwa muda wote kutoka sasa kuhutubia wanahabari kutoka eneo tulipo hapa. Kila kitu ki tayari kwa shughuli hiyo, wakiongozwa naye ama yule naibu kiongozi wa chama cha Jubilee ambaye ni Daktari Fred Matiang'i. Vile vile atakuwa anawakilishwa ama atakuwa akiungana na wenzake ambao ni Rigathi Gachagua wakiongoza DCP, vile vile Kalonzo Musyoka kiongozi wa chama Democratic Front, na vile vile kiongozi wa chama ambaye ni UDA. Hapa tulipo unavyotizama hapa, viongozi hao tayari wanaingia muda wote kutoka sasa wanaingia hapa, na hapa niko naye na seneta wa kaunti ya Kisii aweze kutujengea taswira siku hii ya leo. Tutarajia nini siku hii ya leo? Kwanza ningependa kusema kuwa jana tulikuwa na siku njema, kazi ilifanyika, vigogo wa upinzani walikuwa hapa, mkutano ukaendelea. Hata kama kulikuwa kuna watu walikuwa wanataka kuanzisha furugu, Mwenyezi Mungu alitukubalia tukaingia Kisii Town tukamaliza. Leo tunaanzia Nyamira, tukitoka Nyamira tunaenda Kitutu Chache kaskazini, Kitutu Chache North, ambako ndio tutakuta wananchi wanatungojea mahali inaitwa Kegogi, alafu tena tunaenda mahali inaitwa Marani. Unajua Marani ndiye ngome ya siasa ya Kisii, kwa sababu ile ndio ukoo mkubwa kabisa ya Wakisii ni Kitutu Chache. So tukishamaliza hapo tutateremka tuende mahali inaitwa Nyakoe, tusalimia hapo ndio nyumbani kwangu kama mimi. Hapo karibu na Cardinal Otunga tusalimie watu kidogo, alafu tuteremke tuende Bonchari. Bonchari tusalimia watu kutoka Suneka, alafu tutaenda chini tufike kuna mahali inaitwa Yabe, tutapitia hapo kidogo, alafu ndio tuende mahali inaitwa South Mugirango. Na South Mugirango tutaenda mpaka mahali inaitwa Nyamarambe, alafu pengine kama kuna wakati, kwa sababu kuna mvua nyingi Kisii, tunaweza pitia mahali inaitwa Itago, alafu ndio tuondoke. Alafu kesho ndio tutamalizia. Sasa tutapita zamani ile ilikuwa inaitwa Gucha. Sasa tutaenda mahali inaitwa Nyamache, tuende mahali inaitwa hapa kwa Borabu, Bomachoge Borabu, Kenyenya, alafu ndio sasa tumalizie mahali inaitwa Gucha. Tunazungumzaje kuhusu ziara ya viongozi wa upinzani katika kaunti ya Kisii? Tulishuhudia kile ambacho kilitokea katika mji wa Kisii na vile vile kule maeneo ya Keroka. Kwanza ningependa kusema kuwa sisi kama jamii ya Mkisii, sisi si wa kabila. Sisi ndio wananchi wa Kenya kama Mkenya yoyote. Kile kitu ambacho kinatusumbua ni kile kitu tunaita community nationalism. Tungependa sisi pia tuonekane, tujulikane. Wakati wanaume na kina dada wengine wameketi kwa meza wakizungumzia maneno ya ugavi wa mamlaka, ugavi wa rasilimali za Kenya, unapata sisi tuko kwa hiyo meza. Kwa hivyo tulipokelewa vizuri sana na wananchi, na najua ushaona picha, ushaona vile Mheshimiwa Rigiji amekuwa received, unaona vile Matiang'i amekuwa received. Tena kitu kingine ni kuwa tulikuwa tunampatia Mheshimiwa Fred Matiang'i
achukue jukumu la kujua kuwa sasa yeye ndio kiongozi wetu. Sasa yeye lazima ajue afanye kazi na kila mtu. Yeye ndiye atakuwa mzee wa kijiji sasa. Ajiheshimu, ashikilie community wa Kisii, aende negotiate na jamii zingine na awe mnyenyekevu, ajiheshimu, alafu tuende mbele. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, excellent. Mheshimiwa kutoka Meru, Mheshimiwa Munya, ilikuwa safari nzuri na wananchi wamefurahia sana sana sana. Wakati kulikuwa na mkutano pale Gusii Stadium, baada ya mkutano kuisha, kuna tetesi kwamba kulikuwa na uharibifu ambao ulitekelezwa pale. Je, unafahamu kile ambacho kilitokea? Kuna tetesi kwamba kuna ofisi ya gavana iliteketezwa. Tulikuwa tumetoa habari kuwa tutakuja. Tuliuliza gavana, tukamwambia tungependa kutumia stadium kwa sababu ni yetu. Akakataa. Sisi tulibomoa, wananchi walibomoa, wakaingia ndani. Ile carpet mliona inazungushwa hapo, hiyo sijui ilitoka wapi, lakini viti walitoka kwa ofisi vizuri, tukaketi, tukamalizia, tena wakazirudisha. Kwa hivyo na ukiangalia ile clip inatoka kwa runinga, imetengenezwa na nani? Etaya TV. Na hiyo ni TV station ya Bwana Simba Arati. Unajua mchezo wake wote wa abracadabra tunaujua. Simba mwenyewe ndiye amechoma hiyo ofisi ndio tuonekane wabaya, lakini tunamjua. Angalia hiyo clip, ona ni TV station. Wao tu ndio waliona kuwa ati hiyo mahali imechomwa, ndio wakachukua video. Walikuwa wapi wakaona? Asante sana. Naam, huyo ni seneta wa kaunti ya Kisii. One term Kenyans ni one term. Ni seneta wa kaunti ya Kisii Richard Onyonka akizungumzia kuhusu ziara ya viongozi wa upinzani katika kaunti hii ya Kisii. Kwa hivyo pindi tu viongozi hao watakapofika hapa, tutakuwa tunaungana nanyi tena Nimrod, ili tusikie watakuwa wanazungumzia yepi kuhusiana na ziara yao katika eneo zima la Gusii na vile kuhusiana na jinsi ambavyo hali ilivyo kote nchini. Kwa hivyo hapo baadaye tutakuwa tunaungana nanyi Nimrod, ili tuwaonyeshe kile ambacho kitakuwa kikijiri kabla ya kuingia katika shughuli za kisiasa katika maeneo mbalimbali kama alivyodokeza hapo seneta wa Kisii Richard Onyonka. Naam, huyo ni mwenzetu Crispin Otieno akiripoti kutoka kaunti ya